Mtizamaji wa Mbayu TV na ripoti moja kwa moja kutokea Jamhuri ya Watu wa X, zamani ungeweza kuita Twitter, na hii ni moja kwa moja kutokea katika akaunti ya Hilda Newton, moja ya makada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambaye alikuwa haonekani katika siku za hivi karibuni, na mwisho wa siku ikatolewa taarifa kwamba yupo katika kituo cha polisi na baadaye akaenda kutolewa kwa dhamana, na ameweza kuandika kitu ambacho kimekuwa ni kama kuwashukuru watu. Anaandika kwamba, salamu wapendwa, awali ya yote namshukuru sana Mungu kwa kunipa neema ya kuwa nanyi kwa mara nyingine, maana kuna ndugu na jamaa zetu wengi waliopitia situation kama yangu, wengine mpaka leo hatujui walipo, so nina kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu. Jambo la pili, nawashukuru sana wote mliopambana na kupata sauti zenu kuhakikisha napatikana nikiwa hai. Mungu awabariki sana sana sana, maana bila kelele zenu pengine muda huu mngekuwa mnaongea mengine. Nimekuwa kimya tangu nimeachiwa kwa sababu kiafya sipo sawa, lakini pia hata simu yangu bado inashikiliwa na jeshi la polisi. Kipekee na washukuru sana mawakili na marafiki zangu wote mliofika Central juzi, mkapambana kwa kadri ya uwezo waliowajalia Mungu mpaka mkahakikisha polisi wanakubali kuruhusu nidhaminiwe. Mungu awabariki sana. Mwisho, kuhusu ilikuwaje mpaka nikakamatwa na mambo mengine yote nitazungumza wakati mwingine, afya yangu ikitengamaa. Hivyo ndivyo alivyozungumza Hilda Newton, moja ya makada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambaye ile siku ambayo ilikuwa ni kesi ya Tundu Antipas Lissu inasikilizwa pale katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, yeye alikuwa ni moja ya watu ambao walikuwa ndani ya mahakama na alikuwa akijishughulisha zaidi na kutoa taarifa mbalimbali ya kipi ambacho kinakuwa kinaendelea ndani ya mahakama kupitia ukurasa wake wa X, na watu wengi taarifa hizo zikawa zinawasaidia kuweza kujua ni kipi ambacho kinaendelea ndani ya mahakama, na mwisho wa siku zikatolewa taarifa na moja ya watu wake wa karibu kwamba Hilda Newton amechukuliwa, na mwisho wa siku wametoka nje, wameangalia maeneo yote, wamemtafuta hapatikani, hata simu zake zikawa hazipatikani, kitu ambacho kilizua wasiwasi kwa watu wengi. Wengi wakawa na mashaka ni wapi alipo Hilda Newton. Baadaye taarifa zikapatikana kwamba yupo katika kituo mojawapo cha polisi, na wakaenda wakatoa dhamana. Mwisho wa siku Hilda ameweza kuachiliwa, kitu ambacho kilifanya mtandao wa X siku mbili zilizopita ulikuwa ni wa moto kweli, hususan waziri anayehusika na masuala mazima ya maendeleo ya jamii, namzungumzia Dorothy Gwajima. Alikuwa akipambana na watu wengi sana. Watu wengi walikuwa wanasema, wenyewe kwa lugha yao wanaita spana. Alikuwa akimpiga sana spana kila sehemu akizungumza, basi watu walikuwa wanajaribu kumhusisha Hilda Newton, na wengine walienda mbali zaidi. Mdude Nyagali yeye akaweza kuandika kwamba watakwenda kumnyonyesha mtoto wa Hilda Newton Kizimkazi. Manake wakasema familia ya Hilda Newton wamewasiliana nayo na mwisho siku wamekubaliana kwamba watakwenda kumnyonyesha nyumbani kwa Rais Samia Suluhu Hassan huko Kizimkazi, Zanzibar. Ni vitu ambavyo kwa kweli vimekuwa vimeibua hisia za watu wengi. Umeona kabisa nguvu ya watu wa Jamhuri ya Twitter. Mwenyewe naweza kuwa hapa pongezi. Ni sehemu ambayo watu wanaishi kwa ushirikiano mkubwa sana. Likitokea jambo basi huwa analichukua na kuweza kulidumisha kwa muda wote. Utakuta wanaizungumza sana hilo jambo, inakuwa ndio maada ya siku, naweza kusema hivyo. Na hii imesaidia kuweza kuhakikisha kwamba sauti zinapazwa vizuri na zinafika, na mwisho siku Hilda anaweza kupatikana, ingawa yeye anadai kwamba afya yake bado haijatengamaa. Lakini jambo la kushukuru ni kwamba amepatikana, na mwisho siku anaendelea na malezi ya mtoto ambaye watu wengi walikuwa wakimhofia kwamba ataishije endapo mama yake asipopatikana. Hii ni Mbayu TV, na kusi kama bado hauja subscribe basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Tunapatikana pale katika akaunti ya Instagram. Sisi huko tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Huko pia tunakuelimisha na kukuburudisha wewe. Hakikisha kwamba unatufuata huko. Nite David Edward. Uwe na siku njema.